haya maneno wameyazungumza wanavyuoni wakale kule nyuma. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala akizungumzia swala hili yasema wa alamatu al-bid'i ala ahliha dhahiratun badiyah, alama za bid'a kwa watu wa bid'a alama zake ziko wazi. Wa adhharu ayatihim wa alamatihim, na katika alama zao zilizokuwa wazi kabisa ambazo hawezi kuficha, shiddatu muadatihim lihamalati akhbari an-nabii sallallahu alaihi wasallam, ni uadui mkubwa sana waliokuwa nao dhidi ya wale waliobeba sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chuki mbaya sana, wana uadui mkubwa sana. Kisha akasema wahtiqaruhum lahum, na kuwabeza watu wa haki na kuwadharau. Kuweza kutumwa maneno ya madharau wewe paka ukashangaa. Yani aweza kuzungumza mtu maneno madharau sana kwa mwanachuoni wa sunna. Waweza kumwona mtu kwa mfano yuko Mombasani kwetu huko, au kwa mfano watoka Mamrui ama Lamu, aweza kuzungumza kwenye muhadhara hivi kisha akasema wajua Ibn Baz alikuwa hajui lugha. Ibn Baz alikuwa hajui lugha. Ibn Baz wamzungumzia ama muuzaji mbahazi. Wajua kutofautisha baina watu wawili. Tumwambie Ibn Baz, Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz si muuza mbahazi. Labda hilo jina la kutatiza wewe. Hili jina ni la Kiarabu, linaitwa Ibn Baz. Ni mtu amezaliwa Arabuni, kuanzia mdogo Mwarabu, hakuenda nchi yoyote, anaishi Saudia mpaka kufa kwake, umri wake hajui lugha yoyote nyingine isipokuwa Kiarabu. Mwarabu. Asimama mtu atoka Mamrui bwana, ama atoka Lamu, ama atoka Mombasa, huna haya bwana, wasema huyu hajui Kiarabu, utakijua mimi na wewe? Yani hii ni katika alama ya kuonyesha kuwa huyu ni katika watu wa bid'a, kuwabeza watu wa haki, lakini ndani ya nafsi yake ajua kuwa yeye ni muongo. Si ati ajui, ndani ya nafsi yake, fi qararati nafsi ya'lamu annahu min al-kadhibin, ajua yeye katika waongo tu, ni muongo. Basi aseme tu, bora aseme, ili wale watu wanaomsikiliza kumbe si chochote yule bwana. Haya mambo wanao sana, na ndio wanaotumia katika kuwarenga wale watu wao. Hivi ndio wanavyowarenga na kuwachanganya. Aendelea kusema wa tasmiyatuhum iyahum hashwiya, na wao huwaita watu wa haki hashwiya. Hashwiya ni watu duni thamani, wasiotambulika katika mujtama. Hashwiya. Wajahala, waita ni wajinga, jahala. Wadhahiriya wa mushabbiha, na majina mengineo kama haya. Na ukiangalia ukweli wa mambo, kile wanachowatupia watu wa haki ndicho walichonacho wao. Wakawabeza wanavyuoni wa sunna kana kwamba wamebeba ilmu kubwa, lakini ukitizama mtihani tu. Na hili ni jambo ambalo liko kila mahali katika kila mujtama. Kwa hivyo tushangai leo tukisikia watu wa bid'a, mpaka wale ambao hawamo pia wakiwazungumza wanavyuoni wa sunna kwa maneno ya kubeza na madharau. Na pamoja na hayo yao hayataonekana kuwa ni matusi, lakini ngoja uwachape mahali pao vizuri sana. Utasikia yule fulani bwana ana matusi, yule hakuna matusi yote, ni haki tu, kupiga kama marungu vile.
huna jawabu la kujibu, yabidi sasa utafute kipengele ili uende ukajitie ndani.